بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukiwa leo hii tarehe 22 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1447 Hijria, ni sawasawa na tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026, yaumul ithnain, siku ya Jumatatu. Tutaanza safari nyingine ya kitabu Matnul Kafafi, kitabu cha al-faqir ila rabbih Muhammad al-Hasan ibn Ahmad al-Khadim al-Yaqubi al-Jawadi al-Shinqiti rahimahullah. Matnul Kafafi, kitab الشيخ الفقير إلى الله محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي الجوادي الشنقيطي, ambaye amezaliwa tarehe 9 mwezi wa Shaaban mwaka 1357 Hijiria, 1357 Hijiria, ambao mwaka huo unawafikiana na miladi na mwaka 1938. Mwaka 1938 ndio alizaliwa huyu Sheikh Muhammad al-Hasan ibn Ahmad al-Khadim al-Yaqubi katika nchi ya Mauritania, pembezoni mbali kidogo mwa mji mkuu wa Mauritania, Nouakchott. Kitabu hichi kimebeba madhumuni ya kuzungumzia somo la fiqhi ala madhhabi al-Imam Malik rahimahullah, kupitia madhhabu ya Imam Malik rahmatullahi ala al-jami'. Sheikh amekihusisha kitabu hichi ala al-mubtadi, kwa yule ambaye anayeanza, ya humu ndani mengi yatakuwa yanamsaidia, kama aliposema pia katika beti zake kuonyesha ya kwamba kitabu hichi ni faida kwa mtu ambaye ni al-mubtadi, mwenye kuanza. Aliposema فليدعوه الداعي كفاف المبتدئ من فني العادات والتعبد. Kitabu hichi kina mlenga sana mwenye kuanza. Kwa hiyo bila kutawalisha muda, tutasoma beti kadhaa. Qala rahimahullahu ta'ala: alhamdulillahi alladhi hadana wa bayyana ash-shar'a lana tibyana, salla wa sallama ala man arsalahu معلما لدينه ففصله. هذا ولما نص أعيان الكتب أن مفيدات التصانيف تجب، صرفت همتي لصوغ نظمي يفيد الأمي وغير الأمي، مبينا لما به البلوى تعم، لأمر الأشياخ بأثرة الأهم، لا ما استبد ببلادنا إياه كالجمعات وشراء الأهوية،
falyad'uhu ad-da'i kafafa al-mubtadi min fanni al-'adati wat-ta'abbudi. Nasema alhamdulillahi alladhi hadana, sifa njema na nzuri ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi hadana, ambaye ametuongoza sisi katika haki, ametuongoza katika iman, ametuongoza katika Uislamu ambao ni neema, a'zamu neema. Neema iliyokuwa kubwa ni mtu kuongozwa katika imani ya Uislamu moja kwa moja. Alhamdulillahi alladhi hadana wa bayyana shar'a lana tibyana, na akaibainisha sheria lana, kwa ajili yetu, tibyanan, uwazi wa kuibainisha. Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha sheria na ameiweka wazi sheria lana, kwa ajili yetu sisi, tena tibyanan, na hii ni masdarun shadh, kwa maana tibyanan, uwazi wa kuibainisha kila kipengele kinachofungamana na sheria. Allah subhanahu wa ta'ala amekibainisha. Kwa tunamhimidi Allah, tunamshukuru Allah kwa kuweza kutuneemesha katika hili na kutubainishia jambo hili. Salla wa sallama ala man arsalahu, swala na salamu ziende juu ya yule ambaye arsalahu, amemtuma, amemtumiliza. Kwa as-salatu min Allahi al-in'am, swala neema na kheri na baraka ziende kwa yule ambaye arsalahu, aliyemtuma kwa watu, aende akawaambie watu, akawafundishe watu uongofu, naye ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Swala hizi zimwendee hali ya kuwa yeye Muhammad mualliman lidinihi, ni mwalimu aliyekuja kuifundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mualliman lidinihi, hali ya kuwa ni mwalimu mwenye kusomesha dini yake. Fafassalahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam fassalahu, akaichambua ile dini kwa watu, akaibainisha kisawasawa ile dini kwa watu kwenye kila vipengele vya maisha yao. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha alkafirun. Kwa Mtume alayhi salatu wasalam hajaficha chochote katika vitu alivyokuja navyo katika dini, wala hajavinyamazia kimya vyote vile ambavyo vimekuja kwenye dini hii. Kwa hiyo sifa usala na salamu ziende kwake yeye ambaye ni mwalimu aliyekuja kuifundisha dini. Fafassalahu, na akaichambua na kuiweka wazi. Hadha, yaliyopita yote na haya, madha hadha, au yamepita haya, hadha ay madha hadha, au al-amru hadha, jambo hili au limepita hili. Walamma nassa a'yanul kutub, walamma, na pindi ambapo nassa, pale ambapo vilipotaja nassa, na pale ambapo vilipotaja a'yanul kutub, vitabu vilivyokuwa bora na vitukufu vilivyotaja nini? Anna mufidati tasanifi tajib, kwamba vitabu vilivyokuwa bora vimetaja ya kwamba ni wajibun. Anna mufidati tasanifi tajib, kwamba vitabu vyenye faida na kuleta faida kwenye jamii ni wajibu vitabu hivyo viwepo. Kwa hiyo vitabu vimeeleza kwamba vitabu ambavyo vitakuwa vyenye faida, maandishi ambayo yatakayokuwa na faida, ni muhimu na ni lazima maandishi hayo yawepo, yatungiwe vitabu, yatungiwe rasaili mbalimbali, kwa sababu ni vitu ambavyo au ni maandishi ambayo mufidatin. Nilipotambua hilo, sarraftu himmati li sawghi nadhmi yufidu al-ummiya wa ghayra al-ummi, nilipofahamu kwamba vitabu vimetaja vitabu ambavyo imma vya hadithi na imma vitabu vya fiqhi, imma vya lugha, vilivyotaja kwamba ni lazima pawepo na vitabu vilivyotunga vyenye kutoa faida. Basi nilipojua hilo,
sarraftu himmati, nilihamisha himma yangu au niliipeleka pupa yangu, lisawghi nadhmi, kuandaa tungo. Nikaipeleka himma yangu na pupa yangu, lisawghi nadhmi, kwa ajili ya kuandaa tungo, yufidu, tungo ambayo yufidu, itamfaidisha al-ummiya, yule ambaye hajui kusoma na kuandika, wa ghaira al-ummi, na yule ambaye hajui kusoma na kuandika. Al-ummi ni yule ambaye asiyejua kusoma wala kuandika, aitwa al-ummi, anaitwa al-ummi. Na yule ambaye ghairu al-ummi, asiyekuwa al-ummi, kama yule anayejua kusoma na yule anayejua kuandika, huyo hatoitwa al-ummi. Kwa hiyo kitabu hichi kimnufaishe na kimfaidishe yule ambaye ni ummi, ambaye hajui kusoma wala kuandika, wa ghairul ummi, na yule ambaye sifa hizo hana, bali yeye anajua kusoma na anaweza kuandika. Mubayyinan lima bihi albalwa ta'umri amri al-ashyakh bi uthrati al-aham. Malizia akasema mubayyinan, hali ya kuwa kitabu hichi kimekuja mubayyinan, kikiwa kina lengo la kubainisha, kuweka wazi, lima bihi albalwa, kwa yale ambayo mabalaa na mitihani mbalimbali, taumu, yanaenea kwenye miji yake. Kwa kitabu hichi kitakuja kubainisha yale mambo ambayo mabalaa yake na mitihani yake inaenea kwenye jamii na kwenye miji mbalimbali, yani mambo ambayo yanaenea kwenye jamii. Na ndio maana Uthman bin Affan radhiallahu anhu alishaye kusema yale mambo ambayo albalwa ta'um, mabalaa na mitihani mbalimbali huenea kwenye mambo hayo. Na sio mimi mwenyewe nimejiamulia tu, liamri al-ashyakhi bi uthratil aham, kwa amri ya al-ashyakh, jam'u shuyukh, bi amri al-ashyakhi, kwa amri ya mashekhe, bi uthratin tahum, kwa kutanguliza vilivyokuwa vya muhimu sana. Bi uthratin, kwa kufadhilisha, kwa kutanguliza al-aham, kilichokuwa cha muhimu zaidi. Kwa hiyo kwa amri ya mashekhe kunako kutanguliza kilichokuwa cha muhimu sana, kilichokuwa cha muhimu sana. Li uthratil aham la mastabadda bi biladin naiyah, si kwa yale ambayo kitabu hichi hakitakuja kuyazungumza yale ambayo mastabadda, yaliyojihusisha, bibiladin ay bi ahli baladin au bi ahli biladin au bi ahli baladin, kujihusisha na kuzungumzia mambo ya mji fulani, naiya, iliyokuwa mbali, kama vile Andalusi, Qayrawani na vinginevyo. Hapana, kitabu hichi hakitokuja kuzungumza na kuyazungumzia mambo mitihani iliyowakumba miji kadhaa iliyokuwa mbali. Hapana, la mastabadda, hakitokuja kuzungumza la mastabadda yale ambayo yamejihusisha bibiladi naiya, kwenye miji ambayo iko mbali. Kaljumuati, kama vile hiyo miji imejihusisha na mambo ya aljumuati. Aljumuati manake biashara hizo, kuuza siku za aljumaati. Lakini vile vile wa shirai alahwiya, na ununuzi wa kitu kinachoitwa hawiya, kinachoitwa hawiya, kinachoitwa hawiya. Hizo ni biashara walikuwa nazo. Kwa hiyo mimi sintozungumzia hayo, kitabu changu hakitojihusisha na hayo. Hayo ni mambo yalikuwa yamejihusisha na miji hiyo ambayo iko mbali, kama vile Qayrawani na kama vile Andalus. Wao ndio walikuwa wanajihusisha na biashara za aljumuati wa shirai ahwiya. Baada ya hapo akasema shekhe, faliyad'uhu da'i, akiite mwenye kukiita hichi kitabu na hii tungo hii, aite kafafa almubtadi, toshelezo na mwenye kuanza. Akiite hichi kitabu kafafa almubtadi, toshelezo la mwenye kuanza. Min fannai, kitabu hichi ni katika min fannai, kimejikita katika fani mbili za fiqh, au zimejikita, kitabu hichi kimejikita katika fani mbili
au fannai, nakasema katika fani mbili. Hapa naikusudia fiqh, hapa naikusudia fiqh. Lakini akasema min fannai, kutokamana na fani mbili. Bimaana anatuambia ya kwamba watu walikuwa wanaiita fiqhi kwamba fiqhi imegawanyika sehemu mbili, imma itakuwa al-adat wa imma itakuwa ni al-muamalat wa al-ibadat. Kwa hiyo akiona hapa nasema min qalbai min fannai, kutokamana na fani ya fiqhi iliyokusanya mambo mawili, al-adat, mambo ya ada kama vile biashara, miamala mbalimbali. Biashara, fiqhi inazungumzia biashara, inazungumzia maingiliano, mambo ya ndoa, mambo ya kadhi, mambo ya mahakama. Fiqhi wa ta'abbudi, na mambo ya ibada kama vile swala, az-zaka. Kwa hiyo kiite kitabu hichi ni Nadhmul Kafafi, ambayo kitabu hicho kimesheheni fani ya fiqhi ambayo imekusanya ndani yake mambo ya ada, biashara, muamalati na vinavyofungamana na hayo, lakini pia wataabudi na mambo ya ibada. Kwa hiyo mpaka hapa beti zetu 7 za leo hii tunakwenda polepole kama hivi, sharhin basita, ufanuzi mdogo, lakini kitabu ambacho talibu ilmin al-Maliki, mwanafunzi mtafuta ilmu ambaye yupo katika kujifunza madhhabu ya Imam Maliki, ni kitabu ambacho la yastaghni anhu, hatakiwi kukiacha, kutokuwa nacho, kwa sababu Sheikh al-Yaqubi Ahmad Muhammadi al-Hasan al-Yaqubi amestadili na mambo mbalimbali ya kifiqhi yanayofungamana na madhhabu ya Imamu Malik, ameyaweka tu katika mfumo wa tungo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.